Bani Israil ndo walimu wa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na ndo maana Mtume zamani alisema hadith an Bani Israil wala haraj. Mkiona kuna habari, kuna simulizi, kuna visa, kuna taalimu, kuna mafundisho katika maisha ya Bani Israil, basi na nyinyi mnaweza mkahadithia, mmoja akahadithia wenzie, wala hakuna matata, na wala huambiwi zimethibiti wapi. Lakini man kadhaba alayya mutaammida, atakayenizushia mimi si kwa bahati mbaya, mutaammida, kwa maksudi, akasema nimesema mimi kumbe sijasema, kumbe ni habari za Bani Israil, atakwenda motoni. Na sehemu nyingine akasema kuhusiana na Bani Israil, la tusaddiquhum wala tukadhibuhum, mkisikia habari zao msiwaamini moja kwa moja na msiwakatae. Mara nyingine wana habari za mitume, mara nyingine wanaingiza ubinadamu wao, lakini zile habari zilizosimuliwa ndani ya Qur'ani kuhusiana na Bani Israili ni za kweli, na vile anavyozungumza nao na sisi tunaweza tukachukua ibra. Katika aya nyingi wamezungumziwa sana. Kuna aya mbili ndani ya suratul Baqara. Allah anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Kisha ikarudia aya kama hiyo hiyo sehemu nyingine na nyingine na nyingine kuhusiana na Bani Israil. Ya bani Israil, Bani Israil ni abnau Yaqub. Ukisema Bani Israil ni watoto wa Nabii Allah Yaqub. Nabii Allah Yaqub miongoni mwa majina yake anaitwa Israil. Israil kwa sababu alikuwa anapenda kutembea usiku. Safari za usiku huitwa Isra. Ndio maana hata ile safari ya mtume ya Isra, subhanalladhi yasra bi'abidihi laylan, ikiingia magharibi kama hivi sasa mchana, unaweza ukaulizwa fa aina fulani, jamaa kaenda wapi? Ambia dhahaba ila amali, raha ila amali, ameenda kwa shughuli zake. Lakini ikiingia jioni shabadilika, sara ila amali, aina tasir aina tadhhab. Kwa Nabii Yaqub alikuwa anaenda sana usiku safari zake, na usiku una baraka zake, zao hata ardhi inakunjwa usiku. Kwa hiyo watoto wake wakiitwa Bani Israil, au katika riwaya wakiitwa asbat, wajukuu, yani ahfad. Ya Bani Israil, enyi Banu Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ikumbukeni neema ambayo nimekuneemesheni juu yenu, neema ambayo wameneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mitume wengi dunia mzima wametoka familia moja, na familia yenyewe ndio hiyo ya Banu Israil, kasoro mtume mmoja tu ambaye ni Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yeye katokea Maka huko. Kwa hiyo wamepewa neema hawa, kila uchao wanazaa manabii, wanazaa marasul wao tu. Mwenyezi Mungu anambia udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ikumbukeni neema hii. Si kila mtu anaweza kazaa mtume. Angalia sharafa ya mtu ambaye atakayezaa mwana wa chuoni tu. Unamjua huyu mzee fulani, basi ndo baba yake shekhe fulani, naye anapata heshima. Na sehemu ya nyingine Allah sema wa anni faddaltukum ala alalamin, nimekutukuzeni dhidi ya watu wote ulimwengu mzima, kwa sababu nyinyi ni abnaul anbiya, ni vijukuu vya mitume. Sasa udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, kumbukeni hii neema, wa aufu bi ahdi, halafu tekelezeni ile ahadi yangu ambayo tuliahidiana ya kuniabudu. Ufi bi ahdikum, na mimi nitatekeleza ahadi yenu kukupeni maisha mazuri duniani, na baadaye mtapelekwa paradise, peponi.
ufi biahdikum wa iyaya farhabun wa iyaya fattaqun, na mimi mninyenyekee na mimi mniogope. Lakini hawa wakaidharau kabisa neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena walioidharau neema hii, Mwenyezi Mungu kuna sehemu anasema, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardh min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala tastabilluna alladhi huwa adna billadhi huwa khairun ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat alayhim adh-dhillatu wal maskana fabau bighadabin min Allah. Hapa dhalika biannahum kanu yakfuruna biayati llah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq, wakasahau neema ya Mwenyezi Mungu wakaanza kuzikufuru aya zake wazi wazi, na wamezikufuru aya nyingi sana wazi wazi kabisa. Siku miongoni mwa siku Nabii Musa anaambia, sikilizeni Taurati. Akaambia, hatuwezi kuisikiliza. Alo kutuma ni nani? Basi tumsikie angalau. Wakasikia maneno ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, lakini wakasema, lan numina laka hatta nara Allah jahara, hatukuamini mpaka tumuone Mwenyezi Mungu mubasharatan live. Fa akhadhatkum as-sa'iqa, wote wakafa, wote wakauawa na mweko wa radi. Lakini hawa zikizikufuru aya za Mwenyezi Mungu, mwisho wayaktuluna anbiya Allah bighairi alhaq au yaktuluna an-nabiyina bighairi alhaq, wakaanza kuua mitume wa Mwenyezi Mungu pasi na haki. Neema waliopewa, kila mtume anayekuja wanamuua, wanazikufuru neema, wanazipuuza neema. Inaelezwa kwa siku moja walishawahi kuua mitume wake Allah 70. Hata hawa kwa tabia yao ni kuua, walikuwa wakija wazee wa Kiyahudi wakimnong'ona mtume, akambia, nahnu qatalna al-masih ibn Maryam, japo msimamo wa Qur'ani, wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. Nabii Isa hakuuawa, walifananishiwa tuna wakajua wameua wao. Sasa wanajifakhiri, wanakuja kwa mtume ben, nahnu qatalna al-masih ibn Maryam, sisi utuone hivi hivi tulimmaliza Isa mwana wa Maryam, na wewe huchukui raundi Muhammad. Mpaka mtume akawa anaogopa. Na hawa ndo walomtilia mtume sumu ndani ya nyama ya mbuzi. Na hawa mmoja wao, mwanamke Labidatul Yahudia, ndio alimroga mtume Muhammad, kichwa chake kikamuuma sana. Walizikufuru neema za Mwenyezi Mungu, waliambiwa wakumbuke. Lakini ubinadamu ulivyo sasa, la tu'rafu an-ni'ma illa bizawaliha. Siku zote binadamu hawaitambui neema mpaka iwaondoke. Hivi nani siku moja alifikiria makhluqati llah, viumbe wa Mwenyezi Mungu waliopata mapungufu? Kuna ambao hawana macho, hawana masikio, wana midomo lakini hawazungumzi. Akafikiria zile neema, akaona jicho lile. Siku moja akamshukuru Mwenyezi Mungu na akamwambia Mwenyezi Mungu, na kuomba usinipe upofu juu ya neema kama hii. Nani alishawahi? Sasa hii neema ya jicho, waliaadhu billah, siku ukajiona huoni, jicho moja linakugharimu mapesa mengi, mara nimefanyia operation, ndio unaanza kukumbuka. Sasa ni kawaida ya binadamu, lakini tumehimizwa tusizisahau neema. Katika nchi yetu ya Tanzania kuna kitu kimetokea kidogo katika intikhabat. Kulitokea mambo ya uchaguzi, lakini kabla ya uchaguzi tunawashukuru sana ulama, tunashukuru sana ashuyukh, tunawashukuru sana adduat, walinganizi wengi sana wa Kiislamu, kwa kupitia kitabu kitukufu cha Kiislamu walikuwa wakihubiri amani. Ndugu zangu wa Islam, twende kidogo kidogo. Mashekh katika mimbari
hawahubiri siasa. Siasa sisi katika mimbari ya Mtume Muhammad, makosa sio sehemu yake. Hii ni mimbari ya Mtume, sio mimbari ya waumini wa msikiti wa Haka. Pengine mwenyewe angekuwepo, labda hata na mimi singepata fursa ya kusimama. Mimbar ni sehemu za heshima kubwa sana. Kwa hiyo hatuhubiri asiyasiyya fil masjidi fil madabir. Mashekhe walikuwa wakihubiri Uislamu, kwa sababu Uislamu umehimiza jambo la amani. Na mara nyingi watu wakiwa na qalbu naqi, nyoyo safi, nyoyo twahara, mara nyingine kana kwamba wanakuwa na hisia na mambo yatakayokuja baadaye. Wakahubiri amani sana. Na kwa nini wasihubiri amani? Kwa sababu Uislamu umeamrisha mtu apate amani maeneo makuu matano. Ukisikia kuna amani, amani ni mambo matano. Na nitakwambia kitu utashangaa wewe. Unajua amani ina thamani kuliko mali. Amani ina thamani kuliko haki. Utashangaa wewe. Mara nyingi sehemu, na nitakuonesha mifano. Mtume sallallahu alaihi wasallama kaiacha haki bure bure kwa sababu ya amani. Amani ni jambo moja muhimu sana. Amani. Na amani, ili uelewe, maeneo matano upate amani. Na maeneo matano yakikosekana amani, upati haki, upati mali, upati uhai, umepoteza kila kitu, na wewe unakuwa sifuru ya daini. Amani. Amani wa Islamu ni jambo moja muhimu sana. Uislamu unasema sehemu ya mwanzo, inatakiwa mtu apate imani, apate amani ndani ya nafsi yake. Uislamu umekataza kumtishatisha mtu. Uislamu umekukemea ukakuambia laisa minna, we si miongoni mwa Waislamu. Angalau umebeba silaha mbele za Waislamu wenzio, umeingia na panga, watu wote wanaliona. Uislamu unakataza kwa sababu utatukosesha amani ndani ya roho zetu. Kumpa mwenzio amani katika roho yake, usimfadhaishe, hili ni jambo la lazima kabisa. Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam alikosa amani sehemu nyingi. Siku miongoni mwa siku, waqala firaunu tuni bikulli sahirin alim. Qalu ya Musa, aya nyingine naruka, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa. Musa, hebu sema mapambano ya kichawi na wewe, nani aanze kutangulia? Qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum. Angalia wachawi wakachukua hibaluhum. Hibalun ni jamu ya hablun, wakachukua kamba zikatiwa dawa. Wa isiyuhum, isiyi ni jamu ya asa na bakora nyingi. Yukhayyal, wakafanya takhyil, mazingaumbwe, kuroga macho ya watu, yakatokea majoka mengi. Nabii Musa ni mwanadamu, akakosa amani. Akakosa amani, fa awjasa fi nafsihi khifa. Musa akapata wasiwasi mkubwa, hali itakuwaje? Lakini Mwenyezi Mungu akaja kumpa amani, akasema kulna la takhaf innaka antal a'la. Tukamwambia Nabii Musa, usiogope, na wewe utakuwa wa juu, na wewe utakuwa wa juu, utawashinda, usiogope. Nabii Musa akapata amani. Alikosa amani ndani ya roho yake. Kwa hiyo ukisikia amani, amani, amani katika nafsi. Amani sehemu ya pili ni kumpa mtu amani ndani ya mali yake. Hili ni jambo la lazima. Lazima kusalimisha kipato cha mtu. Sehemu ya tatu ya amani ni kumpa mtu amani katika familia yake. Umetoka, umekuja kuswali mpaka unarudi, uhakikishe familia yako ipo katika amani. Lakini amani sehemu ya nne, ambayo ni jambo la lazima, si jambo la khiari, kumpa mwenzie amani sehemu hiyo katika heshima yake. Mtu lazima umpe mtu heshima. Uislamu unasema fa inna riba bid'an wa sab'ina baba.
Riba ina zaidi ya milango 70. Alaha an tunkiha almar'u ummi, mlango wa chini, dhambi ndogo duni ya riba ni kufanya mtu machafu na mama yake. Hiyo ndio dhambi ndogo. Haya kubwa itakuwaje? Na kubwa yenyewe Mtume ni ipi? Asema dhambi kubwa ni kuvunja heshima ya mtu. Mwenyezi Mungu keshamheshimisha ukavunja heshima yake, huna ruhusa ya kumvunjia mtu heshima, hata kama mwenyewe kashajivunjia heshima. Hata kama mwenyewe hajiheshimu, ni mzee mlevi anatoka, lakini usimvunjie heshima yake na ulevi wake. Uislamu umekataza. Amarana Rasulullah an nunazila an-nasa manazilahum, Mtume katuambia lazima tuwaheshimu watu. Kwa hiyo pia mtu katika heshima yake apate amani, lakini pia kumpa mtu amani katika viungo vyake, asipasuliwe jicho, asivunjwe miguu. Ndo mkusanyiko kwa uchache wa amani. Sasa sisi katika nchi yetu ya Tanzania, Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutunuku tunu hii ya amani. Ndani ya Tanzania tunasalimisha mali zetu, mpaka kuna watu wa nje wanakimbilia kuinvest, kuwekeza Tanzania kwa sababu usalama upo. Inawezekana hivi sasa una genge lako hapo nyuma, umeliacha hivyo hivyo, umekuja kuswali na utalikuta vile vile. Hii ni hali ya Tanzania. Inawezekana una mlango wa spare, umeshusha tu ule mlango, umekuja kuswali, ataiba nani? Hakuna anayekuibia. Hili Tanzania tuko nalo. Lakini heshima, lakini amani katika majumba, huu ndo mkusanyiko wa amani. Sasa amani ilivyokuwa ina thamani sana, Mtume aliitafuta amani kwa kiasi kikubwa, mpaka ukaambiwa sasa amani ina thamani kuliko baadhi ya mapesa mnayohitaji. Amani ina thamani kuliko baadhi ya haki unazozidai. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi ya haki aliziwacha. Pale Maka, wulida fi Maka, alazaliwa pale mji wa Maka. Mji wa Maka ni mji ambao una permanenti ya amani kutoka kwa Allah. Maka haijawahi kupiganwa vita hata mara moja, na ukiona Maka kuna vita, hesabia ni kiyama. Takutajia aya nyingi sana. Wa idh ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna. Kumbukeni tulivyofanya hii nyumba ya Maka, hii ni sehemu ya watu watafika wa amna, na ni sehemu ya kuwa na amani hapa Maka hapa. Lakini Nabii Ibrahim asema rabbi ja'al hadha baladan amina, Mwenyezi Mungu ufanye huu mji wa Maka uwe na amani. Lakini si hivyo tu, wa hadha albaladil amin, lakini kuna aya nyingine pia Nabii Ibrahim anazidi kupataja pale, ni sehemu ya kama mara 4 Maka kuna sehemu ya amani, sehemu ya amani. Ndiyo maana Masihi Dajjal atazunguka dunia nzima yote, lakini hatoingia mji wa Maka wala Madina. Na sio yeye tu, hata maradhi ya mripuko, maradhi ya tauni, kipindupindu kitazuiwa siku hiyo, hakitoingia pale Maka kabisa. Baadhi ya ishara mbaya mbaya zile za siku ya kiyama, ukiwa Maka umesalimika. Ni mji ambao Mtume anaupenda, ni mji ambao umezaa Makuraish, ashraf kabiratin fi Makkah al-Mukarrama. Kuna makabila mengi pale Maka, lakini hakuna kabila lilokuwa juu na tukufu kama kabila la Kikuraish, na iliko Maka. Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallama yuko pamoja na Waislamu wakaanza kuteswa, amani ikakosekana. Cha mwanzo Mtume akaambia Waislamu akiwemo Sayyidina Jaafar wakimbilie Uhabashi kwa Wakristo, wanaenda kuomba hifadhi kwa Wakristo. Sisi na Wakristo wapi na wapi? Sisi ni majirani wetu, lakini hatukai na wao. Hapa Mtume kawatoa kwa sababu ilikosekana kidogo amani, angalau wakakae kule kwa Wakristo. Sio sehemu munasib, lakini tutafanyaje? Tunaomba amani. Walivyorudi hali bado si shwari. Siku miongoni mwa siku, yeye mwenyewe akaamua kuhama. Anaondoka na uambia mji wa Maka na kuacha huku ninakupenda. Alikuwa anapenda sana Maka. Mwenyewe akawa anasema akhadhu dari, walichukua nyumba yangu, wa kullama amlik,
kila ninachomiliki, wakamuua binti yangu kwa kumpiga mkuki katika mimba Zainab. Hali ikawa mbaya kweli kweli. Mtume akaacha haki yake ya kuishi katika sehemu aliozaliwa. Leo wewe nikwambie, Dar es Salaam hapa usha invest hiki na kile, una viduka, una vigari, una mke, una watoto, umewasomesha mashule, mufaja unaambia kuanzia sasa hapa unaondoka, unaenda kuishi Mbeya, hujui unaanzia wapi, hujui chochote utakapoanzia. Ufikiri ni mtihani mdogo huu? Lakini Mtume kwa thamani ya amani aliacha haki hii. Lakini mpaka katika mambo ya dini tuliona wakati alipofikia kule Madina bado mambo yakawa si sawa, vita vikawa vinaendelea, uadui unaendelea. Basi kukawa na mkataba unaitwa Sulhu Hudaibiyah. Ni mkataba wa ajabu huu. Mtume kapewa masharti na Makuraishi wa Maka. Bwana tunaweka huu mkataba, akitoka mtu yoyote Maka kuja Madina kuja kusilimu, mkatazi asiingie katika Uislamu. Hii si jambo la haki hili jamanini. Sahaba wakatoka, afu angalia, lakini akitoka Madina akija Maka, huyo ni wetu, tunamrtadisha harudi tena. Mtume akasema naam. Wakatoka baadhi ya sahaba, walipofika kule waambia ya Rasulullah, tumekuja kusilimu. Mtume akaambia hapana, msisilimu, mtatuletea matatizo, subirini, tupo kipindi cha mkataba. Angalia Mtume huyu tena, hao masahaba si mbali. Mtizame Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, mdogo wake anakuja Sayyidina Ali siku hizo, ambia ya Rasulullah, nimekuamini. Ni mdogo Sayyidina Ali, nataka kuingia katika Uislamu. Mtume ndo anatafuta watu waingie katika dini, lakini akamwambia shawir abaka kabla an tuslim. Najua babako ni ammi yangu, lakini nenda kwanza kamtake ushauri kabla hujasilimu. Bimaana akikukubalia njoo nikusilimishe, akikukatalia hebu kana msimamo wa babako. Hili jambo la kusilimu Waislamu ni jambo la haki kubwa, hili halina kucheleweshwa. Lakini amani, Mtume alikuwa anafanya da'wa kwa targeti, akitafuta nguvu pole pole, hakuwa na haraka hivyo. Basi baadhi ya haki kama hizi zikakosekana kwa umuhimu wa amani. Babako ananishikilia hivi sasa, natangaza dini na kadha wa kadha, lakini baadaye akaja akasilimu. Na alivyosilimu Mtume mbia hal shawarta abaka, ushamshauri babako? Ambia hata sijamshauri. Ambia kwa nini sasa umesilimu? Akaambia lamma khalaqtani Allahu, kipindi mimi Mwenyezi Mungu ananiumba, lam yastash'ara, mbona hajamshauri hata baba? Sasa leo imekuja dini yake, Allah aliumba kila kitu, mimi nishakuwa Muislamu. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, sisi Waislamu tumepewa neema. La tu'rafu neema illa bizawaliha. Watu huwa hawaitambui neema mpaka iwaondoke. Katika viwanja vya Arafa Mtume alikuwa akiomba dua sana, Allahumma inni a'udhu bika min zawali neema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nakuomba uniweke mbali na kupotewa na neema. Mshairi mmoja asema fa idha kunta fil neema far'aha, ukiwa katika neema yoyote hebu ichunge. Wadumi bishukrin ilahi, najitahidi kumshukuru Mwenyezi Mungu ili aizidishe, usimuasi, kwa sababu ukimwasi Mwenyezi Mungu ile neema inaondoka. Nchi ya Tanzania sisi tuna neema kubwa, na neema yenyewe ni neema ya amani. Kabla ya uchaguzi wa Islam nilienda kutoa khutba msikiti wa Mwananyamala. Nilipofika pale nikazungumzia khutba ya Ijumaa, nikazungumzia amani. Nikawaasa viongozi wasimame position yao wanaogombea wote. Unajua maana ya uchaguzi, yuko atakayepata, yupo atakayeshindwa. Nikawaasa katika jambo hili na nikasema rahimallahu mra'an arafa makanahu waqafa inda haddihi. Mwenyezi Mungu anamrehemu anayejua position yake ni wapi na akasimama bila ya kuhimizwa. Raia asimame sehemu yake, kiongozi asimame sehemu yake. Sizungumzii siasa, lakini Uislamu unasema hasa kila wiki matukio ya wiki lazima yazungumzwe. Na sisi ni mihimili, watu kama hapa haka sijui ni watu wangapi wamejaa, unapata fursa ya kuwaambia kitu chochote, wataambiwa na nani msipowaambia katika Ijumaa? Twendeni kwenye uchaguzi, tumuombe Mungu amani.
Nikasema amani ikikosekana mambo mengi yataharibika. Tuachieni jamani nchi, tushazoea kusomeshana Riyadhus Salihina wenyewe. Tushazoea huyu adhini, huyu aqimu. Tushazoea nitaenda hapo nitapata ungangu wa muhogo nitakuja nitakula. Yashatutosha. Amani kitu muhimu, hatununuliwi jamanini. Na tukasema sisi hakuna sehemu nyingine ya kuishi, sehemu yetu ndio hii hapa. Kama sisi ni raia wa Tanzania, hatuna Tanzania nyingine jamanini. Tumuombeeni Mungu upite uchaguzi salama salimini. Na tuombe dua, kwa sababu Waislamu tuna dua nyingi sana. Mambo yapite, atakayepita basi masha Allah. Nikazungumza jambo kama hili. Katika hutuba kama ile nikapitia, maana kamera ni nyingi. Nikaona kamera moja, comment yake nilivyosoma inasema, hata sikuamini vile nilivyokuwa nikikuchukulia wewe shekhe tofauti, sikuweza kujua na wewe utaongea maneno mabovu kama haya eti kuhamasisha jambo la amani. Kisha nunuliwa hao watu hawa. Nikasikitika sana. Na kwenye hutuba kama ile nilisema hivi, hao wanaowanunua watu wako wapi basi na sisi tuone tunanunuliwaje? Hakuna kitu kama hichi. Amani tu. Basi walillahi alhamdu, nitakwambieni jambo Waislamu. Jambo moja muhimu sana. Na hili nasema katika mimbar kwa sababu ni hadithi. Kuna hadithi mbili. Hadithi ya mwanzo inasema, endapo umma utaacha kazi ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, hurimat alaihimul barakatul wahyi, watanyimwa baraka za ufunuo, watanyimwa zile hisia kutatokea kitu gani. Hilo la kwanza. Hadithi ya pili inasema arru'ya min Allah, ndefu naishia hapo. Hizi ndoto hizi zinatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ra'a minkum arru'ya yakrahuha, lakini inaanza yuhibbuha. Mtu akiona ndoto nzuri afanye hivi, mtu akiona ndoto mbaya afanye hivi. Tena nakumbuka katika mimbari hii ya Haqqa, siku moja nilitoaga hutuba nikazungumzia masala ya ndoto. Nikasema wahyi uliobakia Waislamu ni ndoto, na nikasema, nakumbuka haya maneno, Muislamu hufai ukaa huoti kabisa, usiende hivi hivi. Basi walillahi alhamd. Kwa hiyo kuna zile hisia za wahyi, lakini kuna ndoto. Usiku wa kuamkia Jumanne, Jumatano ndo tunafanya sisi masala ya kupiga kura. Nikaota ndoto. Kwa sababu kifua changu ni kidogo, media nazo, lakini nilishindwa kuisimulia ndoto ile. Lakini watu wa chini niliwasimulia kidogo. Basi asubuhi mimi nilivyoamka, nilikuwa na vigari vyangu viwili vitatu barazani, vyote nikavitoa. Nikaenda kuvificha huko ninakojua mimi mwenyewe. Sina utaratibu wa kuchukua chochote nyumbani cha muda mrefu. Nikachukua kila kitu. Mtu mmoja akaniambia, "Hai, kulikuwaje?" Nikamwambia, "Namuomba Allah salama, kusitokee hata tatizo." Lakini kidogo nilichokiona katika ndoto, inaonekana hata hapo Haqqa hatutoenda kuswali jamaa hapo. Kwa hiyo nimechukua matlaba yangu, na nina vijana karibia 50. Kila mmoja nikampa matlaba yake, nikamwambia, "Kaa kwako kidogo, piga uchaguzi upite, lakini kaa kwako kidogo. Na kama nimekupa shilingi usitie mfukoni, ishike hii." Angalia umuhimu wa ndoto Waislamu. Wallahi nikaamka siku ya Jumatano. Nilikuwa na homa kali. Nikaenda mpaka pale polisi pale. "Wapi tunapiga jamani kura?" "Ah, pale, nenda pale Haqqa." Nikaja mpaka Haqqa nikafanya jambo kama lile. Niliwaasa watu. Tumeambiwa baada hapo, jamani turudini nyumbani. Baada ya kurudi muda mchache tu, hali ikabadilika, hasa Buguruni yetu hii. Ikawa vibaya kweli kweli. Mimi nina namba za viongozi wengi, maimamu wengi wameathirika. Unajua kwa nini wameathirika? Kwa sababu wengi wetu sisi wadakatonge mpaka utoke ndo unakula. Watu wengi waliathirika, na kibaya zaidi mpaka mitandao ikawa haifanyi miamala kadri hali inavyokwenda. Watu waliumia muda mchache tu. Nikawa nawaambia mashekhe wenzangu, inshallah hii hali itaisha. Lakini Mwenyezi Mungu anataka kutuonesha thamani ya amani tulokuwa nayo. Nilikuwa na mtoto nyumbani, ameshikwa na pumu vikali kweli kweli. Huyu anaishi kwa sindano.
ni hapo chini tu Anglikana, ataweza kwenda? Nikazungumza na imamu akaniambia hali ya hapa na Ijumaa pakawa sijui hata kama khatibu alisimama kwa kiasi. Yani katika misikiti ya Buguruni, msikiti mmoja unaitwa Masjidi Msufini, akaniambia shekhe, huku kwetu ni bondeni, hakuna shida sana, lakini hapa tulipo sisi tupo msikitini, sijui ni safu moja, tutasali bila ya maiki, kisha baada ya salamu kila mmoja nyumbani kwake. Tukakaa ndani. Sasa nilichokikumbuka katika kufunga maneno yangu, nyumba yangu inawasa kidogo, napanda juu nashuka chini. Nilichoka kwa sababu sijazoea kukaa ndani. Mmoja anayemiliki vyombo hivi akanipigia simu akanambia, ikiwa wewe kwenye nyumba kama hiyo unachoka, hebu mfikirie yule mtu ambaye ana chumba kimoja, akigeuka kulia anaona kabati, akigeuka huko anaona kitanda, alafu ana watoto, alafu hana cha kukila. Inakuwaje hali kama hii? Na kutoka nje hali ilikuwa ni mbaya kabisa. Tukasema hii ni amani. Sasa ninachosikitika sisi, ninachokisikitikia mimi, watu ambao walituhamasisha tufanye ya kuyafanya ambayo yataleta madhara na sisi, kwanza hawamiliki amani, wala hawana mfano kwamba tutafanya jambo hili, likitokea hili tutakuhifadhi hivi. Hawana mtandao wote ule wa amani. Hilo la kwanza. Lakini baya zaidi, wako mbali hata na sisi. Ikafikia stage sehemu ya dini yetu imeathirika. Hutuba tulikuwa hatuna fursa. Mimi nakaribia miaka 8 tokea nihame Buguruni, hakuna hata siku moja nilishawahi kuacha kuhutubu. Haijawahi kutokea hata siku moja. Lakini wiki ile iliyopita siko hutubu, nilibakia nyumbani tu. Ili niuma kweli kweli, sababu kuna ujira kuhutubia watu. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu. Bani Israeli, Mwenyezi Mungu alisambaratisha lile taifa, aliwaletea maradhi, aliwapa mitihani, kwa sababu aliambia udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, wakumbuke neema ambayo Allah amewapa, lakini wakaidharau. Sisi katika nchi yetu ya Tanzania, Waislamu amani, sisi tunayo amani kweli kweli, amani ya hali ya juu. Lakini juzi ikatokea mitikisiko kidogo, tulipata tabu wengi. Tena sinikuambie kabisa, si tabu hivi hivi. Wako baadhi ya walinganizi wamelingania maskini amani na wameondoka, wamekufa. Juzi tulikuwa tukiambiana tu, bwana shekhe wetu fulani, bwana inna lillah. Leo kwenye grupu mtu mwana shekhe wetu mwana, basi inna lillah. Hivi ndo hali ilivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufunga maneno yangu ya mwisho, anasema hivi: Waislamu au watu wote duniani ni kama wasafiri wakiwa katika jahazi moja, lakini lile jahazi lina staha ya chini na juu. Sasa wale wa chini wakihitaji maji lazima wayaombe kwa wale wa juu, kisha wale wa chini wakashauriana kwamba kila tukiwaomba juu maji tunawaudhi, bora tutoboe huku chini kwenye jahazi ili tusiwaudhi man fawqina, wala kuwepo juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, endapo hawa watu wa juu watawaacha wale wa chini kwa rai yao watoboe chombo hiki, halaku wa halaku jamia, wa chini wataangamia, chombo kitazama na wa juu. Kisha Mtume akasema, lakini hao wa juu wakiwakataza hao wa chini wataokoka wote. Tunashukuru na tunapokrepo hendi nyingi, kongere nyingi kwa ulama, kwa mashekh. Walikuwa wakisema, hasa mufti wa nchi hii, jamanini, hakuna jambo kubwa mina alamati liimani hubbul watan, miongoni mwa alama ya imani ni mtu kupenda uzalendo. Jamani, tulindeni amani katika nchi yetu, tumuombeni Allah atupitishe salama. Kisha akasema mzee yule, hapa Tanzania ndio petu, hamna sehemu nyingine ya kuishi sisi, tutapata mitihani sisi. Wakatuzindua, wakasema, lakini fitna zikataka kushinda, ikatokea mitihani. Tena mzee kama yule, naambiwa asubuhi, mufti katangaza kwa usalama watu wasiende kusali msikitini Ijumaa, waambieni mashekhe wasiende kwa usalama. Haya, mnaniambiaje Waislamu? Katika jamii kukiwa hakuadhiniwi, kukiwa hakupatikani sala ya Ijumaa, huu ni mtihani mkubwa sana, mtihani mkubwa sana kweli kweli. Kwa hiyo sisi tunazidi kusema mambo kidogo yameisha, lakini bado kuna mihemko ya hapa na pale. Waislamu tuendeleze dua sana tu, lakini mbali ya dua
tufanye dawa, tulinganiane amani. Tulinganiane amani kwa sababu sikufichi, nenda Kenya, nenda Uganda, hizi nchi zetu zote Afrika Mashariki, nenda mpaka Burundi, hakuna sehemu yenye vipaji vya kila kitu kama Tanzania. Ukitafuta watu, mtu mmoja anasema hiyo Qur'ani unzila fi Makkah, Qur'ani hii imeshuka Maka na Madina, wa Quria Masri, na viraati kasomwa kwa utaalamu pale Masri, wa surika Tanzania. Lakini Qur'ani imeibiwa bwana Tanzania. Hapa Tanzania ukimtaka mahiri utampata, hasa msikiti huu. Kila alfajiri unamsikia Sheikh Mahiri anasoma. Tena saa nyingine unaweza kusema mbona kama anamzidi Mahiri mwenyewe. Ukimtaka Sudais Tanzania yupo, taklidi ya hali ya juu. Huyo Abdul Basti wako wangapi hapa? Huyo Hani Rifai wako wangapi? Wa Tanzania bwana kwa vipaji vya Qur'ani wanatisha, kwa vipaji vya kaswida wanatisha. Hata katika ulinganizi tunawashinda wa Kenya, tunawashinda watu wote. Tumetulia, tuna vipaji katika dini kweli kweli. Hizi zote ni neema hizi. Neema kama hizi zipotee vipi? Sasa si nikukumbushe cha mwisho, maana na mimi kwa kurefusha kinishamaliza. Mimi nimeenda mpaka Rwanda, mpaka Burundi, nimeenda mpaka Burundi, mpaka boda la Angola. Nikapata historia ya mambo mengi sana. Nchi ya Tanzania imejitahidi kufungua uhuru wa nchi nyingi. Imesaidia Kenya, imesaidia mpaka Sauzi, imesaidia sijui wapi. Mimi nikajua ni mambo ya kisiasa tu. Kumbe hata mambo mengi ya dini asili yake yametokea Tanzania. Watu wengi kule Kongo lilivyokwenda wamesoma Tanga, wamesoma Zanzibari. Watu wengi sana nimewakuta kule. Na mpaka leo hata ukienda Burundi, mashekhe wanaotrendi ni mashekhe wa Tanzania. Mimi nimepelekwa Burundi kule. Ukienda kule Burundi unakuta habari za kina Sheikh Kipozeo, unakuta habari za kina Sheikh Nuruddin Kishki, za kina Uthmani Maalim, za kina Uthmani Maiko. Kila nikifika shekhe fulani alikuja mwaka fulani, mbona hatuwaoni wa Burundi sasa hapa nao wamejaa? Ina maana Tanzania hii ni jicho karibia la dunia, ndugu zangu wa Kiislamu. Na nikutosheleze kabisa, kwa nini siwe Tanzania? Hivi wewe unajua kuna historia inasema Uislamu umeingia mwanzo Tanzania Zanzibar kabla ya Madina. Unaonaje hilo? Unaonaje hilo? Kwa sababu kina Sayyidina Jaafar yaelezwa lile jahazi lao kwenda kule Uhabeshi lilipotea likaibukia Zanzibar. Lakini ulama sira wengine wanasema sio kabla ya Madina. Wanasema Uislamu umeingia mapema zama za Umar tu. Maana zama za Umar Uislamu ulitembea dunia nzima kwa kasi kuliko hata zama za Mtume Muhammad. Mapema Uislamu. Na Zanzibar kwa taarifa yenu umetoa wanachuoni wakubwa sana. Yule Sheikh Saleh Farsi, mufasiri wa Qur'ani fi lughatu mahalliya fi sawahiliya, kadhi wa Kenya, asili yake ametokea huko Zanzibari huko. Kuna habari kubwa kweli kweli. Mimi nilienda juzi Zanzibari, nikaambiwa kuna kisiwa tansha kisahau jina sasa hivi maarufu cha Kojani. Nikaambia twende Kojani. Nikaambia kule twende ukaoneshwe msikiti wa miaka 800 huko kule. Sema msikiti gani sijui miaka 1000 ngapi waliniambia. Lakini sikuwafikiwa kufika. Tanzania ina ufunguzi wa mambo mengi, na ndiyo maana sasa hata mambo ya amani yakichafuka Burundi, Kongo, Kenya, wote wanakimbilia Tanzania. Lakini ya lalasafi, mambo yaliyotokea juzi ya udhaifu na unyonge, hawa Tanzania wanaosifiwa wamefanya mambo ya hovyo. Hata Kenya hawajafanya mambo kama haya. Sawa Waislamu, kuna maandamano. Hii kweli ni mambo ya siasa. Yanahusiana na vipi kuchoma maroli ya watu? Imamu wa pale Sheri ananiambia, Shekhe usije huku bana, ngoja kukitulia utakuja kuhutubu. Ngambia kuna nini? Ambia hapa kuna roli 2 zimeungua, tulikuwa tunazipaki mbao hivi sasa. Hapa unavyoona kuna ATM imevunjwa, kuna haya manani ya Sheri yamevunjwa. Sisi wenyewe msikitini pale hatufiki. Mimi nikawa nauliza hasa, hizi zote hizi ndio siasa? Huu ni mtihani wa hali ya juu sana. Kwa hiyo sisi tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala Tanzania ibakishe katika amani. Tuendelee kushikamana na tuone kwamba hii ni neema. Wenyewe mmeoneshwa juzi nini kimetokea. Ya lalasafi, hali hii mimi nasema ingeendelea mwezi, mpaka hivi sasa watu wengi washakufa kwa njaa.
Nilipita juzi nikachungulia mara moja tu, eti nimekuja ili sasa la mwisho siendelee. Nimekuja na homa kali msikitini, nikasema ngoja nikajaribu kwenda kuswali hapo haka. Wallahi ilikuwa sala ya alasiri. Wakati napita, kaona askari mbia, sio mwendo, tembeni, kimbieni. Mimi nina homa. Nikasema hapa itakiwa tukimbia afu tunyoshe mikono. Nikasema mimi wacha waje waniue hapa, lakini hata kukimbia siwezi. Nilipokuja kuona hali nikasema sitoki tena, naenda kubakia ndani. Kisha nikakumbuka aya moja Allah anasema kuwazungumzia watu wa Thamud, ka'allam yaghnau fiha. Yalowakuta watu wa Thamud yalitokea hapa kwetu Buguruni. Walivyoangamizwa utafikiri hawajawahi kuishi watu hata siku moja, kukawa mji kimya. Juzi napita ndio ile Buguruni ninayojua mimi. Baada ya leo kama siku ya 3 naona watu wamejaa barabarani, nikasema alhamdulillah. Sasa la mwisho sana, walivyokuja watu nyumbani kwangu marafiki, ile homa ikakimbia. Nikasema kwa sababu tulikuwa hatuonani, homa imepatikana ndani yake. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, bila mhemko, bila mambo ya siasa, kupitia mimbari hii aendelee kutubakashia amani yetu, ili mashekhe wetu waendelee kusomesha dini, ili haka tuendelee kujazana hapa msikitini, tuendelee na sadaka zetu kama kawaida.